Karibu sana katika channel yetu, katika kipindi chetu cha Malango ya Ushindi. Nichukue fursa hii ambapo kukukaribisha katika channel yetu ya Malango ya Ushindi. Na leo tutakuwa na somo letu zuri katika Malango ya Ushindi. Karibu sana katika kipindi chetu cha Malango ya Ushindi. Na katika kipindi hiki cha Malango ya Ushindi nitafundisha kwa habari ya nyota yako. Nadhani kuna wakati umeshajiuliza. Nadhani kuna wakati ambapo umeshakaa ukasikia neno hili kwamba nyota ni nini? Nyota inafanya kazi gani katika ulimwengu wa roho? Leo ninafundisha kwa habari ya nyota yako katika ulimwengu wa roho. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza katika channel yetu ya Apostle Katambi, kama ni mara ya kwanza, ninakukaribisha sana. Nachukua fursa hii kukwambia karibu sana katika channel hii. Tunafundisha mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu. Na kama ni mara yako ya kwanza, ninakupa hongera, karibu sana. Unaweza ukasubscribe channel hii ili kupata vipindi vyetu vyote tunavyofundisha kwa wakati na kwa muda mwafaka. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Na hongera wewe ambao ushajiunganisha na channel hii, ambao usha subscribe channel hii. Hongera sana kwa sababu utapata vipindi, wewe ni mwanafamilia. Karibu sana. Leo ninafundisha kwa habari ya nyota yako katika ulimwengu wa roho. Nyota yako katika ulimwengu wa roho. Leo tutakuwa na kipindi tunachosema kwa habari ya nyota yako katika ulimwengu wa roho. Nyota ni nini? Nyota ni nini? Tunataka tujifunze leo nyota ni nini. Kuna wakati mwingi umejifunza kwa habari ya nyota, na wengi wamesema kwa habari ya nyota, kwa habari ya maisha yako, uchumi wako, nyota yako imeibiwa, wengine wanaambiwa nyota yako imetekwa, nyota yako imekamatwa. Sasa leo nimekuletea ujumbe, somo zuri linalosema nyota yako ni nini. Nitaanza moja kwa moja kuanza kufafanua kwamba nyota yako ni nini. Nyota ni nini? Nyota ni nini? Inawezekana kuna watu unafika kipindi unaanzisha mambo yanakwama, hujui shida ni nini. Kuna watu anaanzisha kitu kinaanza vizuri, kama ni biashara inaanza vizuri, kama ni kazi inaanza vizuri, mwisho wake afiki mwisho, inakwama. Kuna watu wamekosa kibali kwa watu, kwenye ndoa, kwenye familia. Unamtendea mtu mema, anakulipa mabaya. Nifuatilie kwenye somo la nyota. Kuna watu wanajikuta kwenye maisha yao, anajikuta anang'ang'ana sana afanikiwe ndoto zake. Unang'ang'ana sana ufanikiwe kimaisha, kiuchumi, lakini bidii yako ni bure. Nifuatilie kwenye somo hili la nyota. Kuna watu anajikuta anaota mara kwa mara yuko na vita, anajihisi kwamba yuko mpweke, unajihisi kwamba umeachwa na wenzako, unajihisi kwamba ukiongea hauna sauti kwa jamii, hauna sauti kwenye ndoa, hauna sauti kwenye familia. Naomba unifuatilie kwenye somo hili. Leo ninafundisha nyota ni nini. Nitaanza moja kwa moja. Nini maana ya nyota? Nini maana ya nyota? Nyota ni wewe mwenyewe. Nyota ni wewe mwenyewe. Nyota ni wewe mwenyewe, au nyota ni nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Sasa hapa ndipo nataka sasa nifundishe kwamba nyota ni nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Nafsi yako wewe katika ulimwengu wa roho. Katika nafsi yako Mungu aliunganisha kitu kinachoitwa nyota. Ni sehemu ambayo Mungu ameweka kwenye nafsi yako. Unasema, unaongea nini mtumishi? Apostle Katambi, unaongea nini? Sikiliza nikwambie. Unapomkuta mtu, unaposema mwili, ndani ya mwili kuna macho, ndani ya mwili kuna miguu, ndani ya mwili kuna maini, ndani ya mwili kuna mapafu, ndani ya mwili kuna mgongo. Na ndivyo ilivyo ndani ya nafsi ya mtu, kuna sehemu Mungu amemuunganisha na nyota yako. Kwa hiyo kilichobeba ulimwengu wa roho, nyota yako ni nafsi yako. Kwa ukisikia mtu anasema nyota yangu imeibiwa, nyota yangu imetekwa, kwa tafasiri halisi lazima kwanza waguse nafsi yako. Sasa naanza kufundisha kimaandiko, nyota imebebwa katika nafsi yako kwa staili gani, kwa kiwango gani? Hebu twende tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo sura 37, kitabu cha Mwanzo sura 37, alafu angalia mstari ule wa 9 na wa 10. Biblia inasema, akaota ndoto nyingine, akamwambia ndugu zake habari, akasema, angalia, nimeota ndoto,
nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zitaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea sana, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia? Hapa anafundisha nyota ni nafsi yako. Nyota imeunganishwa na nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari ule, Mwanzo sura ya 37 mstari ule wa 9 na wa 10. Yusufu wakati anaota ndoto akaenda kumwambia baba yake Yakobo kwamba nimeota ndoto, nyota 11 zinaniinamia, nyota 11 zinaniinamia. Alafu akasema na mwezi na jua vikaniinamia. Baba yake Yakobo akatoa tafasiri akasema, je, mimi na ndugu zako tutakuinamia wewe? Mimi na ndugu zako tutainama mbele zako wewe? Maana yake tafasiri ya nyota ni mtu, ni wewe mwenyewe katika ulimwengu wa roho. Maisha yako, hatima yako imebebwa katika nafsi yako na ndani ya nyota yako. Sasa kwa nini nazungumza hiki? Nataka ujue nyota kwanza ni nini kabla sijaanza kufundisha mambo makubwa kwa habari ya nyota. Hebu nifuatilie katika kitabu cha Hesabu 24. Kitabu cha Hesabu sura 24. Nyota ni wewe mwenyewe katika ulimwengu wa roho. Nyota ni nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Hesabu sura 24 mstari ule wa Hesabu 24 mstari ule wa 17. Una watu wanakuambia nyota yako imeibiwa, nyota yako imechukuliwa. Nataka ujue nyota ni nini na inafanya kazi gani katika ulimwengu wa roho. Hesabu sura 24 mstari ule, Hesabu sura 24 mstari wa 17. Biblia inasema, namuona lakini sio sasa, namtazama lakini sio karibu. Alafu anasema nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itaipiga pembe za Moabu na kuvunjavunja wana wote wa ghasia. Hesabu 24 nafundisha nyota ni wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako. Nyota ni nafsi yako. Ndani ya nafsi yako kuna eneo la nyota yako, kuna eneo ambalo limeunganishwa na nyota yako kwenye nafsi yako. Asa kitabu cha Hesabu sura ile 24 mstari, Hesabu sura 24, Hesabu sura 24 na mstari ule wa 17, Biblia inasema namuona. Huyu ni Musa. Musa anasema namuona lakini sio sasa, namtazama lakini sio karibu. Kumbuka huyu ni nabii Musa, alikuwa anaona katika macho ya rohoni. Anasema ninamuona mtu, ninaona mtu lakini sio sasa, ninaona mema ya mtu lakini sio karibu. Ni Musa alikuwa anaona katika ulimwengu wa roho kwamba ninaona lakini sio karibu, ninaona lakini sio sasa. Alikuwa anaona katika ulimwengu wa roho. Alikuwa anamuona nani? Yesu, Bwana Yesu. Alikuwa anamtazama nani? Bwana Yesu. Alafu akasema naiona nyota. Alikuwa anaona kwenye nyota. Sasa hapa ndipo nataka sasa nifafanue kwamba nyota ndio imebebwa kwenye nafsi yako. Mwanadamu katika ulimwengu wa mwili anawakilishwa na mwili, lakini mwanadamu katika ulimwengu wa roho anawakilishwa na nafsi ya mtu. Na katika ulimwengu wa roho maisha yako, baraka zako, mafanikio yako yanawakilishwa na nyota yako, na nyota asili yake ni katika ulimwengu wa roho, imeunganishwa na nafsi yako, ni sehemu ya nafsi yako. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa lugha nzuri, nyota ni nafsi ya mtu, au nafsi ya mtu, au ni sehemu ya nafsi ya mtu. Sasa Hesabu 24 mstari wa 17, maandiko yanaweka wazi, yanasema namuona lakini sio sasa, namtazama lakini sio karibu. Alafu anasema nyota itatokea katika Yakobo. Alafu anasema nyota ilipotokea katika Yakobo, anasema kwamba nyota hii itatokea katika Yakobo, na baada ya nyota kutokea katika Yakobo anaongelea mtu ni nyota katika ulimwengu wa roho. Unasema mtumishi, unaongea nini? Mtu ni nyota katika ulimwengu wa roho. Angalia Mathayo sura ya pili, Mathayo sura ya pili, Mathayo sura ya pili na ule mstari wa kwanza. Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza. Mtu ni nyota. Nyota ni nafsi yako. Nyota ni nafsi yako, ni sehemu. Tunapoongelea kwa habari ya nyota, ni sehemu ya nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Mathayo sura ya pili anasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Yahudi, tazama mfalme wa Herode, na tazama mfalme Herode
na mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Na maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Bali mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika sana na Yerusalemu pia pamoja naye. Wakakusanya wakuu wa makuhani wote, waandishi na watu, wakatafuta habari kwao. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 tunafundisha, tunajaribu tunachambua nyota ni nini. Ni nafsi yako. Ndani ya nafsi yako kuna eneo dogo Mungu ameliweka la maisha yako, linaitwa nyota, na nitaifundisha nyota ni nini. Kwa unapoambiwa unasikia nyota yako imeibiwa, sijui komboa kwa pesa, mtu akichukua nyota yako lazima uchanganyikiwe, lazima uwe kichaa. Mtu akiteka nyota yako lazima maisha yako avurugike. Wengi nyota zao hazijaibiwa, sema zinatumika. Narudia tena, wengi nyota zao hazijaibiwa, zinatumiwa. Wakiiba nyota yako moja kwa moja, ndio unaona mtu ni kichaa. Unaona mtu anavurugikiwa, alikuwa anajiheshimu, alikuwa na mipango mizuri, anavurugikiwa, lakini kilichoibiwa kwa ulimwengu wa roho, nyota yake. Sasa hii kitabu cha Mathayo sura ya 2, wale mama anasema zamani alipozaliwa, anasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Wayahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walikuja wakasema, tumeiona nyota yake. Hapa ngoja niweke kituo mpendwa. Yesu anazaliwa, cha kwanza kukiona ulimwengu wa roho ni nyota yake. Katika ulimwengu wa mwili tunaanza kuona au wanaona mwili wake wanauona ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho wanaanza kuona hatima yake, maisha yake ya rohoni wanaanza kuyaona kwenye nyota. Sasa tunaanza kuona mwanadamu ana sehemu kuu tatu. Nafundisha nyota ni nini. Mwanadamu ana sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni mwili, ambao ni mwili huu tulio nao. Sehemu ya pili ya mwanadamu ni nafsi. Sehemu ya tatu ya mwanadamu ni roho. Roho ni pumzi ya Mungu, uhai wa Mungu anauweka ndani ya mtu. Sasa tunaona sehemu ya kwanza ya Yesu ilibebwa katika mwili wa Yesu, mwili wake ulikuwa pale. Lakini sehemu ya pili ya Yesu ilibebwa katika nafsi ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu anapokuwa amekufa tunasema tunaenda kuzika mwili wa marehemu Peter, mwili wa marehemu Juma, mwili wa marehemu Asumani. Ushajiuliza mwenyewe yuko wapi? Yule mwenyewe Juma yuko wapi? Yule mwenyewe Peter yuko wapi? Yule mwenyewe mchungaji aliyekufa yuko wapi? Mtu ni nafsi, na ndani ya hiyo nafsi Mungu anaweka kitu kinachoitwa nyota yako. Kwa hiyo inabebwa kwenye nafsi yako, ambayo ndio inatangaza mema kwako, baraka, mafanikio katika ulimwengu wa roho. Nini nataka nifundishe leo? Nataka nifundishe wanamtafuta Yesu, lakini cha kwanza wanamwangalia kwenye nyota. Wanataka kumuona Yesu yuko wapi? Cha kwanza wanaangalia kwenye nyota. Nyota ya Yesu ndio ilikuwa imebeba hatima ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho. Sasa nini ninachotaka kufundisha katika siku ya leo? Kwamba nyota imebebwa katika nafsi yako. Nafsi yako imebeba nyota, imebebwa katika nafsi yako. Kwa tafasiri halisi, nyota ni wewe mwenyewe. Naomba unifuatilie katika chaneli hii. Kipindi cha pili nitakachofundisha kwa nini unafanya mambo yanaharibika. Nitafundisha pembe 5 za nyota katika chaneli ya pili, ambao katika kipindi cha pili nitafundisha pembe za nyota. Nitafundisha kwa nini unafanya hivi. Nitafundisha kwa nini wanainua mikono hivi. Nitafundisha magimba 3 ya nyota. Nitafundisha mtu anapoibiwa nyota yuko namna gani. Naomba nifuatilie katika kipindi chetu hiki cha Malango Ushindi channel ya pili. Unawezaje kupata somo hili kwa haraka? Subscribe channel hii. Unaposubscribe, napotuma kipindi moja kwa moja kinakufikia kwa wakati na kwa muda mwafaka. Karibu sana kwenye channel yetu hii ya Apostle P.E. Katambi. Channel yetu ya Apostle P.E. Katambi. Waalike na watu wengine, shirikisha na watu wengine katika channel yetu hii katika kipindi kifuatacho. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Shalom, shalom, shalom.